tunaenda kushughulikia. Twende kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 10 mstari wake ni wa 12. Yeremia 10:12. Halafu tuone neno la Mungu linatuambia kitu gani. Yeremia 10:12. Biblia inasema, hema yangu umetekwa nyara, kamba zangu zote zimekatika, watoto wangu wameniachia na kwenda zao, pia hawako, hapana mtu atakaye nitandikia. Nilitaka uone jambo hili. Kitabu cha Yeremia 10:12 anasema, hema yangu umetekwa nyara, kamba zangu zote zimekatika. Kamba hizi sio kamba za adui, ni kamba za mtu huyu anayezungumza. Na baada ya kamba hizo kukatika, unaona watoto wake wanamwachia, wanaenda zao. Mimi nataka nizungumze na mtu ambaye ana mifano ya watoto nyumbani. Watoto wametoweka, hawapo, tabia zao zimeenda. Inawezekana ni kwa sababu kamba zako zimekatika, kamba za kukupeleka kwenye hatima yako zimekatika. Umewahi kukutana na mtu ambaye amewazaa watoto matajiri lakini hawamjali? Yaani wanalala kwenye nyumba nzuri, wanatembelea magari, wanaishi vizuri, yaani hela wanazo, lakini mzazi anateseka. Labda iwe ni kamba zako za kukupeleka kwenye hatima yako zimekatika. Kwa sababu huyu mtu anasema hivi, anasema hema yangu umetekwa nyara, kamba zangu zote zimekatika. Ona matokeo ya kamba kukatika. Watoto wangu wameniacha na kuenda zao, pia hawako, hapana mtu atakaye nitandikia. Kwa hiyo mtu huyu anakosa msaada. Kwa nini? Kamba zake zimekatika. Sikiliza nikuambie, nimewahi kuisema, hakuna mtu duniani ambaye hana msaada, hana watu ambao Mungu aliwaweka ili wawe msaada. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha msaada wako ukapotea, ukaondoka, na hawa watu ambao wangekuwa msaada kwako wakajitenga na wewe. Mojawapo ni hizi kamba. Unaona mpendwa msikilizaji, ni muhimu sana uelewe jambo hili. Ngoja nikuonyeshe. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kuna kamba za mtu binafsi, lakini pia kuna kamba za adui. Ninakupa mifano ya kamba za mtu za kumpeleka kwenye hatima zako. Na mimi nataka kusema kwamba kama kamba inayokupeleka kwenye ndoa yako, kwenye mafanikio ya uzao wako, inayokupeleka kwenye kupata kazi imekatika, tunaenda kuifunga katika jina la Yesu Kristo, ili uipate kazi, ili magonjwa ikuachie, ili shida hiyo unayoipitia kwa kutokana na kamba yako kukatika, kamba zako kukatika, ipate kurudia na haya matatizo ipate kuondoka. Unanielewa mtu wa Mungu, popote pale ulipo? Bwana Yesu asifiwe. Najaribu nikuonyeshe tu hii mifano. Huyu mtu akaachwa na watoto wake, anakosa mtu wa kumsaidia. Kwa nini? Kamba yake imekatika. Twende kwenye mfano wa pili katika kile kitabu cha Isaya 54:2. Isaya 55:2. Tuone kitu kingine hapa. Okay, sawa. Isaya 55:4. Sawa. Isaya 55:4. Tuone ule mstari wake ni wa pili. Isaya 54 mstari wa pili. Anasema, panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Nilitaka uone, kumbe kamba ya hatima ya mtu inaweza fupishwa, inaweza ikawa mfupi. Kwa hiyo uko na uwezo ya kuipanua. Haleluya. Mimi nataka niongeze hii katika maneno ya kinywa changu kwamba Mungu aipanue kamba ya hema yako
kwa namna ambavyo mtu wa Mungu, kama ulikuwa umeishia kwenye mishahara midogo midogo, upande viwango. Kama ulikuwa umeishia kwenye mitaji midogo midogo, upande viwango. Kama ulikuwa umeishia kwenye vitu vya chini, upande viwango zaidi ya kawaida. Mtu wa Mungu, mahali pale pote ulipo, nataka hii ndio iwe fungu yako. Unaelewa? Kwa hiyo huyu ni mtu anaambiwa aweze kupanua hema yake, apanue hema, na kamba yake ni mfupi, lazima aongeze urefu wa kamba. Mpendwa, kitu nataka ufahamu ni kwamba usirizike na hapo ulipo, kwamba hii ndio maisha ambayo Mungu alinikusudia. Ana uwezo, anasema hivi, panua hema yako, urefu wa kamba yako panua. Umekuwa limite wapi? Umeishia wapi? Ukitaka kuvuka hapo hauendelei, ukitaka kuendelea unakwama, ukitaka kufanya kitu cha zaidi hapo unakwama. Inawezekana kwenye ufahamu wako hauwezi kufikiri kwa zaidi ya hicho unachokifikiri. Sasa mi nataka nikuambia, ongeza urefu wa kamba yako. Kwenye biashara ongeza urefu wa kamba yako, kwenye ndoa ongeza urefu wa kamba yako, kwenye elimu ongeza urefu wa kamba yako. Haleluya! Hata uzao wako una uwezo wa kuongeza urefu wa kamba zao. Haleluya! Unasema urefu wenyewe ni nini? Urefu wenyewe ni, kwa mfano, mtu alikuwa ni mgonjwa, maisha yake ni magonjwa, ukaondoa roho ya magonjwa, ukamwongezea urefu wa kamba, akawa na afya njema. Sitaki niingie pale sana, kwa sababu ninaweza nisifike huko nakotaka kwenda. Twende katika kile kitabu cha Isaya 33, alafu tusome ule mstari wa 12 hadi 23. Isaya, kitabu cha Mungu, Isaya 33. Tuende kusoma ule mstari wa 12 hadi 23. Biblia inasema hivi: angalia Sayuni, mji wa siku kuu zetu, macho yako yatauona Yerusalemu umekuwa kao la raha. Nataka uone lile kao la raha, hema isiyotangatanga, vigigi vyake vikatang'olewa, wala kamba zake hazitakatika. Unaone, wala kamba zake hazitakatika. Manake hizi kamba zikikatika, unaona kabisa Sayuni haitakuwa tena kao la raha. Hapa itakuwa ni kao la huzuni, kamba hizi zikikatika. Niko nataka nikuonyeshe jambo hili, kwamba ziko kamba ambazo zinaweza zikawa kwenye maisha ya mtu, na ni kamba za kumsaidia kufika kwenye destiny ambako Mungu alitaka huyu mtu afike. Hii ni muhimu sana mpendwa, nataka unisikilize vizuri, kwa sababu hapa anasema angalia Sayuni, mji wa siku kuu zetu. Maana yake mji yenye itakuwa inatengeneza mafete. Anasema macho yako yatauona Yerusalemu umekuwa kao la raha. Maana yake mahali ambapo hakuna uchungu, hakuna huzuni. Anasema hema isiyotangatanga, vigigi vyake havitang'olewa, lakini pia kamba zake hazitakatika. Ona mstari wa 21. Bali huko Bwana atakuwa pamoja nasi, mwenye adhama, mahali penye mito mipana na vijito, pasipopita mashua na makasia yake, wala hapana merikebu ya vita itakayopita hapo. Unaone, kamba zisipokatika, hapana vita, hapana merikebu ya vita ambayo itapita hapo. Anasema kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakayetuokoa. Unaone, sasa mstari wa 23 ndio nataka tukazie sana. Anasema kamba zako zimelegea. Unaone, hawakuweza kukaza sana shina la mlingoti wao, hawakuweza kulikunjua tanga, ndipo mapato
ya mateka yaligawanywa, hata wachechemeao walipata mateka. Nilitaka uone, kumbe kamba vile kule tuliona kamba zinaweza katika, lakini pia mahali pengine tumeona kamba inaweza kuwa mfupi, lakini hapa tunaonyeshwa kuwa kamba inaweza kulegea, haiko mfupi wala haijakatika, lakini inalegea. Kwa hiyo unajitahidi kufanya hiki, inashindikana. Kwa nini? Kamba imelegea. Unajitahidi kwenye mahusiano, hufiki huko unakotaka kufika, si kwa sababu ya kitu kingine, lakini kwa sababu kamba ya kukupeleka kwenye hatima ya ndoa yako imelegea. Inawezekana kwenye uchumi, kamba inayotakiwa kukupeleka kwenye hatima kiuchumi imelegea, na leo tunaenda kuifunga katika jina la Yesu Kristo ili upate kufanikiwa. Haleluya! Sijajua kwenye sehemu gani ya maisha yako umekuwa na ugumu wa kuendelea, wa kufanikiwa. Mi nataka nikuambie hivi, mtu wa Mungu, ya kwamba kama kamba ya mafanikio yako imelegea, tunaenda kuifunga siku ya leo, na Bwana atimize neno hili kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, inawezekana uzao wako, inawezekana kwenye hatima ya afya ya watoto wako. Kuna kamba zimelegea, alafu ikawa ni hali ya magonjwa inayojirudia rudia. Mungu mwema apate kukufanyia neema katika ibada hii, na damu ya Yesu Kristo ipate kukunenea mema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya! Kwa hiyo kamba zinalegea, kamba zinakatika, kamba zinaweza kuwa fupi. Ni muhimu sana kuelewa jambo hili. Lakini pia kile kitabu cha Zaburi 16 mstari wake ni wa 6, ni kuonyesha hapa, nakupa mistari ya Biblia ili uelewe uzito na upana wa somo yetu unavyoenda. Kitabu cha Zaburi 16 mstari wa 6, Zaburi 16:6, Biblia inasema hivi: kamba zangu zimeniangukia mahali pema, naam, nimepata urithi mzuri. Unaone, kamba zangu zimeniangukia mahali pema. Manake kamba hizi, kwa sababu zimeangukia mahali pema, manake kamba zake ziko sawa na inamfanya apate urithi mzuri. Na zikiangukia mahali pabaya, unaweza ukaingia kwenye hali ngumu ya maisha. Na mimi naomba kamba zako ziangukie mahali pema popote pale ulipo katika jina la Yesu Kristo, na uwe na maisha mazuri kwenye ndoa, uwe na maisha mazuri, uzao wako, kazi yako iwe na uendelevu mzuri, ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya! Popote pale unaponitazama, mtu wa Mungu, iwe ni kwenye Facebook au ni YouTube, popote ulipo unanisikiliza kwa njia ya redio, haya ni maombi yangu kwamba kamba zako zikuangukie mahali pazuri. Hii ndio fungu yako kabisa kwa jina la Yesu. Zaburi 16:6 iambatane na wewe. Kamba zako ziangukie mahali pema, ziangukie mahali pazuri. Kamba zinazokupeleka kwenye hatima yako kiuchumi ziangukie mahali pazuri. Kamba za tabia njema kwa watoto wako ziangukie mahali pazuri. Kamba za destiny, uchumi ya watoto wako ziangukie mahali pazuri. Kamba za afya ya watoto wako ziangukie mahali pazuri katika jina la Yesu Kristo, na wapokee urithi mzuri. Haleluya! Haya ndio maombi yangu kwako. Lakini sasa acha nikupe mifano ya mistari inayoonyesha kwamba zipo kamba za adui. Kamba za adui. Kitabu cha Yeremia sura ya 5 mstari wa 5. Yeremia 5:5. Neno la Mungu linasema nini katika kitabu cha Yeremia 5:5? Biblia inasema, nitawaendea watu wakubwa, nami nitasema nao, kwa maana hao wanaijua njia ya Bwana na hukumu ya Mungu wao, bali hawa kwa nia moja wameivunja nira. Unaona, wameivunja nira na kuvikata vifungo. Unaona, wameivunja nira na kuvikata vifungo. Nilitaka uone jambo hili. Lile neno vifungo linaonyesha kuwa kuna kamba
ambazo zinafunga maisha ya mtu. Kwa hiyo hakuna kifungo bila kamba. Kwa hiyo wanakata, Biblia inasema hivi, wanavikata vifungo. Unaona mpendwa katika Bwana, jambo hili nilitaka ulifahamu vizuri. Unasema sasa, sijaelewa. Kama haujaelewa, ngoja nikupeleke kwenye kile kitabu cha Zaburi ili angalau upate kuelewa vizuri. Zaburi 119, Zaburi 119. Ninakupeleka kwenye baadhi ya mistari ili upate kuelewa vizuri neno ambalo Roho wa Bwana anasema na kanisa. Zaburi 119 mstari wa 61. Tuende pale. Zaburi 119, 61. Psalm 19, 61. Biblia inasema, kamba za wasio haki zimenifunga, sikuisahau sheria yako. Kamba za wenye haki, za wasio haki zimenifunga. Huyu anayezungumza ni mwenye haki, ndio maana anasema kamba za wasio haki. Kamba za wasio haki. Mpendwa msikilizaji, inawezekana umeokoka na kuna sehemu fulani umekwama, si kwa kutaka kwako na wala si kwa sababu ulitenda dhambi, lakini kuna mahali ambapo kamba za wasio haki wanakufunga kwa kamba zao. Kwa hiyo unajikuta sasa mambo hayaendi. Kwa nini? Kuna watu ambao si wenye haki wanakuingilia, wanakamata kamba, wanakufunga. Na iko aina mbalimbali ya mafundo, ya vifungo. Kumbuka mpendwa katika Bwana, kuna mahali ambapo tulikuwa tunajifunza jinsi ya kujinasua na mafundo. Kuna kamba zingine, yani wanakamata kitu au wanakamata kitambaa cheusi, wanafunga majina yako au wanafunga hirizi zao, wanaunganisha na majina yako. Hii ni mafundo, ni kifungo. Kwa hiyo ziko kamba ambazo zimefunga maisha yako. Ukitaka kufahamu hiki vizuri, nenda kwenye kitabu chetu ambacho tuliwahi kuandika, kinasema ukombozi wa maeneo mbalimbali, mafundisho na maombi ya ukombozi wa maeneo mbalimbali. Utakutana mambo kama haya na maombi maalum ya kutoka kwenye vifungo mbalimbali. Unaelewa mtu wa Mungu? Kwa hiyo huyu anasema kamba za wasio haki zimenifunga. Angalia mtu wa Mungu, sijajua kwenye eneo gani ya maisha ndio kamba za wasio haki zimekukamata. Kamba za wapiga ramli, kamba za waganga wa kienyeji, kamba za wachawi zimekukamata wapi mtu wa Mungu? Naomba katika jina la Yesu, damu ya Yesu yaanze kukutetea sasa. Haijalishi wana uhalali, haijalishi wanakuonea, damu ya Yesu Kristo yaanze kukutetea. Ninaposema neno la Mungu, hizo kamba zianze kukatika moja kwa moja. Uzao wako umefungwa wapi? Damu ya Yesu yaanze kutetea uzao wako, na kamba zilizowafunga zianze kukatika moja baada ya nyingine katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni kamba za aina gani. Polepole nitakuja nikuonyeshe kwamba ziko aina mbalimbali ya kamba ambazo zinaweza kufunga maisha ya mtu, lakini acha kwanza niweze kukuonyesha mambo haya kwamba ziko kamba za adui. Unanielewa mtu wa Mungu? Okay, tusome kile kitabu cha Zaburi sura ya 2 mstari wa 3. Zaburi 2 mstari wa 3. Psalm 2 verset 3. Nataka tusome pale uone kitu kingine hapo kinaweza kukusaidia. Zaburi 2:3. Neno la Mungu linasema hivi: na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Unaona mtu wa Mungu? Narudia maana inanoga. Na tuvipasue vifungo vyao. Unaona? Na kuzitupia mbali kamba zao. Yaani tunatupia mbali nasi kamba zao. Unaona mtu wa Mungu? Manake nini? Kuna watu wamefungwa kwa mafundo.
haya mafundo ndiyo yanapasuliwa. Ni kwa mfano, mtu wa Mungu, niliwahi kukuambia kwamba kuna mtu alikuwa akilima kiwanja chake, anapalilia kiwanja yake nyumbani pale, akakutana kule ndani lifurusi limefungwa na ndani yake mna vitu, na wameandika majina yao na aina ya maisha ambao wanatakiwa kuishi. Alafu wameingiza na shindani kwenye hivyo vitu. Unaona, hii ni mafundo. Kwa hiyo anasema hivi, tuyapasue mafundo na kamba zao tuzitupilie mbali nasi. Unaelewa? Inaweza ikawa ni kamba ya utasa, inaweza ikawa ni kamba ya ugomvi, inaweza ikawa ni kamba ya matengano, inaweza ikawa ni kamba ya magonjwa, inaweza ikawa ni kamba ya umaskini, inaweza ikawa ni kamba ya kukataliwa, inaweza ikawa ni kamba ya kutokuolewa, inaweza ikawa ni kamba yoyote ile, na inafunga mtu. Sasa sikia, mbali nasi hizo kamba tuzitupilie. Wewe usisubiri Mungu ashuke mbinguni, wewe ingia kwenye aksio, anza kuzitupilia mbali, pasua yale mafundo. Unasema naipasuaje? Kwa upanga. Pasua kwa upanga wa Roho Mtakatifu. Achilia moto ikasambaratishe kila kitu. Unaelewa? Tumia damu ya Yesu Kristo kuweka mbali, kukutenga na hizo kamba za giza zinazotesa hatima yako, zinazotesa ndoa yako, zinazotesa afya yako, zinazotesa uchumi wako, zinazotesa mafanikio yako, zinazokupinga wewe usiendelee. Unaelewa hiki ninachokizungumza, mtu wa Mungu? Yaani tuvipasue vifungo vyao, mafundo yao. Wamekufunga wapi? Inawezekana kuzimu. Haleluya. Inawezekana kwenye milima, inawezekana makaburini ndo kwenye haya mafundo yapo, inawezekana juu ya milima ili aibu yako ionekane, inawezekana kwenye miamba ili maisha yako iwe magumu, inawezekana uwe mahali ambapo umefungwa, sijui kwenye mauti, umefungwa kijijini, umefungwa wapi ili maisha yako iwe magumu, inawezekana umefungwa angani ili vitu vyako viwe vinarukaruka, uchumi wako iwe unaharibika. Mimi natangaza kwa jina la Yesu kwamba maisha yako yafunguke na hizo kamba zikatike kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama unanifuatilia vizuri pale kwenye Facebook, kwenye YouTube na kwenye redio, ninataka uinue mkono wako mmoja juu, alafu sema kwa jina la Yesu Kristo, ninampasua mafundo yote yaliyofungwa na ikaunganishwa na majina yangu, ikaunganishwa na huduma yangu, ikaunganishwa na uzao wangu, ikaunganishwa na uchumi yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Hayo mafundo popote yalipo, iwe ni kuzimuni, iwe ni chini ya bahari, iwe ni kwenye vilalo, kando ya mito, iwe ni kwenye milima, iwe ni kwenye miamba, hayo mafundo na yapasua kwa jina la Yesu. Na kamba zote za kishetani zinazofunga hatima yangu, zinazofunga huduma yangu, zinazofunga ndoa yangu, zinazofunga uzao wangu, siku ya leo zikae mbali nami kwa damu ya Yesu. Ebu kemea kamba zote za giza kwa kusema maneno haya: kamba zote za giza zinazonitesa, toka, achia maisha yangu, toka, achia hatima yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nikizama hapa nitashindwa kuendelea na somo, maana nasikia kuomba. Haleluya, mtu wa Mungu, popote pale ulipo, fanya haya mazoezi. Wako watu wamezuiliwa kwa sababu zipo kamba ambazo zinawazuia kuendelea kimaisha. Haleluya. Subiri nikupe andiko lingine katika Zaburi 116 mstari wake ni wa 16 hadi 19. Tuone kitu kingine hapo. Zaburi 116 mstari wake ni wa 16, twende hadi mstari wake wa 19. Psalm 16 verset 16 à 19. Biblia inasema, Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako. Umevifungua vifungo vyangu. Nataka uone hii, na hili andiko liende kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hili andiko liende kwenye ndoa yako, uzao wako, kwenye afya yako. Anasema hivi, anasema kwamba
umevifungua vifungo vyangu. Haleluya! Yesu Kristo aamue leo neno hili likavae mwili, avifungue vifungo vinavyotesa hatima yako, maisha yako, ndoa yako, afya yako, uzao wako, uchumi yako, katika jina la Yesu Kristo. Ona mstari wa 17, anasema nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Unaona, na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote, katika nyua za nyumba ya Bwana ndani yako, e Yerusalemu. Unaona hapa sasa ni mtu ambaye alikuwa amefungwa na Mungu akaamua kuingilia maisha ya huyu mtu, akafungua. Unaona, akafungua kila vifungo. Sijui ni umaskini, sijui ni magonjwa, sijui ni utasa, sijui ni tabia mbaya, sijui ni dhambi. Unajua kuna kifungo pia cha dhambi. Ndio, kuna kifungo cha dhambi. Kwa hiyo mtu anakuwa anaingia, nafika pale nisiende mbio mbio. Kwa unajikuta mtu, Mungu anaamua kuingilia maisha mtu. Mtu alikuwa hawezi chochote kwenye biashara, ghafla naona Mungu ameingilia kati, biashara inaenda, kazi zinaendelea, kila anachokigusa kinafanikiwa. Na hii ndio fungu yako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Hii ndio fungu ya uzao wako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndio itakupata kwenye afya yako. Tangu sasa hutayaona magonjwa tena katika jina la Yesu Kristo. Tangu sasa kile kilichokuwa kama mlima kwako kinaenda kuwa kama nchi tambarare katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana ulikuwa unapitia jangwa, naona Mungu akiibua maji kwenye jangwa, akikuletea hata chakula kwenye jangwa, akiinua kunguru wakuletee nyama, wakuletee mkate, akiinua watu wake wakikuunga mkono kwa jina la Yesu. Na hiyo jangwa unaopitia anaigeuza kuwa nchi tifutifu yenye kuzaa. Haleluya! Haya ndio yawe maisha yako tangu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Okay, sasa ona kitu ambacho nilitaka ufahamu vizuri ni hiki hapa. Na mimi nataka niende kufanya kama ombi mfupi kwa ajili yako kutokana na ile andiko la Zaburi 118. Zaburi 118 mstari wake ni wa 27. Nenda ukamate Biblia yako kama unayo, wewe unayenifuatilia kwenye mitandao na wewe unayenifuatilia kwa njia ya radio. Zaburi 118 mstari wa 27, Psalm 118 verset 27. Twende tusome hapo. Kuna jambo ambalo nataka uone hapa. Biblia inasema Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Ifungeni dhabihu kwa kamba pembeni mwa madhabahu. Hii kitu nilitaka uifahamu vizuri. Anasema hivi, anasema Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Ifungeni dhabihu kwa kamba pembeni ya madhabahu. Hii ni jambo ambalo unaweza ukalisoma mbio mbio na ukavuka hapa. Kwa hiyo dhabihu inafungiwaka na kamba. Haleluya! Inafungiwa na kamba pembeni mwa madhabahu. Sikiliza, nilipokuwa nasoma andiko hili, ghafla Roho Mtakatifu akaweka ndani yangu kwamba kuna watu wameshawahi kutolewa kuwa sadaka kwenye familia zao kwa miungu. Wamekuwa sadaka kwa miungu, yaani wameunganishwa na kamba zinawafunga pembeni ya madhabahu za familia. Wanafungwa na kamba. Wao ni sadaka. Wametolewa sadaka kwa mizimu, wametolewa sadaka kwa miungu, wametolewa sadaka kwa ile miungu ya familia zao. Kwa hiyo wanafungwa kwa hiyo kamba pembeni ya madhabahu za miungu kwenye familia zao, wengine kwenye madhabahu za miungu ya kampuni yao, kwenye madhabahu za miungu wamefungwa hapo pembeni. Hawasongi mbele, hawaendi, wanatafuta kwenda. Ni mpaka Baba utakata hiyo kamba, ni mpaka utafungua hiyo kamba, ni mpaka Mungu ataingia kwenye maisha yako kwanza kufungua hiyo kamba, kama vile kile kitabu cha
cha Zaburi 119 kinatuambia, unanielewa? Zaburi 116 mstari wa 6 na mstari wa 16 inatuambia, yani ni mpaka Mungu aingilie kati. Ukifungwa namna hiyo mpendwa, ni hatari sana. Okay, labda niseme hivi ya kwamba dhabihu inafungiwaka na kamba. Hii ni lugha ya kiroho, na nataka uelewe ya kwamba hii kamba ninayoizungumzia hapa si kamba ya kimwili, na hii kamba ni kitu ambacho hakina uhai, lakini hiki kitu, hiyo kamba inaunganishwa, inaambatanishwa na kitu ambacho kina uhai. Unaelewa, mtu wa Mungu? Naomba katika jina la Yesu ya kwamba kama wewe umewahi kutolewa sadaka kwa miungu na ukafungwa kwa kamba pembeni ya madhabahu za giza, sijajua ni makaburini, umefungwa kwenye hizo madhabahu zilizoko makaburini, zile ambazo ziko kwenye miamba, zile ambazo ziko chini ya miti, zile ambazo ziko chini ya bahari, zile ambazo ziko milimani, zile ambazo ziko juu ya miti zinaninginia. Mimi nataka nikuambie leo ya kwamba hizo kamba kwa damu ya Yesu zipate kukatika tangu sasa. Unasema sasa leo unatuambia kitu gani? Nataka hii hasira ijengeke ndani yako. Ukaombe maombi haya nyuma yangu. Sema, kwa jina la Yesu Kristo, ninakataa kuwa dhabihu kwa miungu, ninakataa kuwa dhabihu kwa mizimu, ninakataa uzao wangu kuwa dhabihu kwa miungu, kuwa dhabihu kwa mizimu ya familia, ya kabila yangu, ya taifa, kwa jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo ninakata kamba yoyote na kuharibu kila kamba iliyonifunga kwa jina la Yesu Kristo, iliyofunga uzao wangu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Nami ninajitenga sasa na madhabahu zao za giza. Natenga uzao wangu na madhabahu za giza katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kamba ya hatima yangu, kamba ya hatima ya uzao wangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Haleluya. Unajua sasa hivi tunaweza kuwa tunafanya vitu kama mizaa hivi, wengine wanazubaa wakati wengine wanafunguliwa. Unajua jambo hili kweli? Hii ni muhimu sana, ishikilie mtu wa Mungu. Okay, sasa sikia niseme hivi. Kamba haiwezi kukatwa au kamba haiwezi kufungwa bila dhabihu. Hii ni muhimu sana mpendwa katika Bwana. Kamba haiwezi kukatwa bila dhabihu, lakini pia kamba haiwezi kufungwa bila dhabihu. Akanika kitu kafupi sana lakini kana nguvu. Kuna mtu ambaye anaweza asielewe. Kuna mtu anaweza asielewe jambo hili. Kamba haiwezi kufungwa bila dhabihu, na kamba haiwezi kufunguliwa bila dhabihu, haiwezi kukatwa bila dhabihu. Hii ni muhimu sana uishikilie. Okay. Ukitaka naweza kukupa mistari ya Biblia, unaweza kuisoma hata nyumbani kwako. Kitabu cha Isaya 52 mstari wa 2. Esaïe chapitre 52 verset 2. Lakini pia unaweza kusoma Esaïe 58 verset 6. Isaya 58 mstari wa 6. Au unaweza kusoma pia kile kitabu cha Yeremia 13 mstari wa 8. Hii ni baadhi ya mistari ya Biblia ambayo inaweza kukusaidia kama utaisoma. Acha mbio nikupe aina mbalimbali ya kamba za adui ambazo zikifunga mtu atakuwa na maisha magumu, sio mazuri, maisha magumu. Kamba, aina ya kamba za adui. Unanielewa? Ukizifahamu ziko nyingi tu. Acha nikutajie chache hapa alafu tuende kuomba. Haleluya. Maana watu wengi hawajajua kwamba hizi kamba zinafanya kazi katika maisha ya watu, na wakati wao wanaomba hawaombe kukata hizo kamba. Kata alafu funga kamba nyingine. Unanielewa?
Unakumbuka mwanzoni mwa somo yetu nilikuwa nakuambia kwamba haiombe unakata peke yake. Unapokata funga basi. Hii ni muhimu sana. Ninakupa aina mbalimbali ya kamba za adui. Sasa kwanza usikilize ni kwamba majina ya kamba yanategemea aina ya utendaji wa kamba. Majina ya kamba inategemea aina ya utendaji wa kamba. Hii ni muhimu sana katika jambo hili. Moja, aina ya kwanza ya kamba ni kamba za mauti. Kamba za mauti. Hizi ni aina za kamba ambazo ziko kwenye Biblia na zimewasumbua watu wengi. Kwa hiyo kila anachokifanya kinakufa tu. Zaburi 116 mstari wa 3. Zaburi 116 mstari wa 3. Biblia inasema kamba za mauti zilinizunguka. Shida za kuzimu zilinipata. Nataka uone jambo hili. Anasema kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata. Kwa hiyo hizi ni kamba za mauti ambazo zinafungua malango ya kuzimu kuingiza shida katika maisha ya mtu. Nataka uone jambo hili, mtu wa Mungu. Kamba za mauti zilimzunguka na shida za kuzimu zikampata. Mimi sijajua kama unanielewa na unaelewa lugha hii ambayo Roho Mtakatifu anasema na watu wake. Huyu ni mtu ambaye alipitia shida magumu. Shida hizi zilitoka kuzimu. Tatizo nini? Kuna kamba za mauti. Angalia Biblia inavyosema. Unaposoma Biblia, kuaga na makini kufuatilia jambo hili. Biblia inasema kamba za mauti, sio kamba ya mauti. Manake ziko nyingi, zinaweza zikaja kwa njia tofauti. Ziko nyingi kamba za mauti, kamba za mauti. Andiko lingine liko kwenye kile kitabu cha Zaburi 18, ule mstari wake ni wa 4. Zaburi 18 mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Inasema kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kwa nini? Kuna kamba za mauti zilimzunguka, mafuriko ya uovu yakamtia hofu. Unaona mtu wa Mungu, hii ni hatari sana. Yani hizi kamba zinapomfunika mtu, zinapomzunguka mtu, ndipo shida zinakuwa nyingi katika maisha. Kamba za mauti, ningetaka nizungumze hapa kidogo. Kwa nini anaposema kwenye ile Zaburi 116 mstari wa 3 kwamba kamba za mauti zilipomfunga na shida za kuzimu? Kwa nini kamba zinaunganishwa na kuzimu namna hiyo? Kumbuka Yesu alipokuwa duniani akasema na wanafunzi wake, anasema alipokuwa anazungumza na Petro, anasema nimekupa funguo na nimekupa yani funguo za ufalme wa Mungu. Na alipokuwa anaeleza habari za ile ufunuo ambayo Petro alijua juu ya Yesu, anasema juu yako nitalijenga kanisa na malango ya kuzimu haitalizuru hilo kanisa. Kumbe yako malango mingi ya kuzimu. Haiko lango moja, ni malango, manake ni mengi. Na hapa tunazungumziwa kamba za mauti, ziko nyingi. Sasa aina ya kamba inakufungulia aina ya mlango wa kuzimu, ambayo inaleta aina fulani ya maisha mabaya kwako. Ai, Mungu wangu nisaidie nieleweke. Unasema sasa leo unataka kutueleza vitu gani? Yako malango mengi kuzimu. La sivyo Biblia isingetaja malango ya kuzimu.
Mimi nazijua 10. Kama wewe unajua mengi zaidi ya hapo, itakuwa ni vizuri, lakini mimi najua 10. Ndio maana Mungu akaleta amri 10 za Mungu ili kupambana na hiyo malango, kwa sababu ukifuata hizo amri utakuwa umefungia hiyo malango 10 ya kuzimu isije ikapata nafasi kwenye maisha yako. Unasema Sale, hii unaitosha wapi? Sina muda wa kuzama hapo sana, maana natamani tupate hata nafasi ya kuomba kidogo, angalau hata kama si kwa ukubwa wake. Kwa hiyo kuna malango, yani kuna kamba za mauti ambazo zina kukonekte na kuzimu, mateso ya kuzimu. Sijajua kama huko nanisikiliza. Ngoja nipite mbio alafu tuende kuomba. Niko nakupa aina ya kamba za adui. Ya kwanza ni kamba za mauti. Ya pili ni kamba za kuzimu. Kamba za kuzimu. Zaburi 18 mstari wa 5. Zaburi 18 mstari wa 5. Anasema kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Mi sijui kama unaona vitu hivi mzuri sana. Kwa nini wanaviunganisha hivi? Kwenye ile Zaburi 116 anaeleza kitu hapa. Anasema kamba za mauti zikamfungulia nini? Mateso ya kuzimu. Angalia hapa wanavyosema. Anasema kamba za kuzimu, sio kamba za mauti tena. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti. Ona tena wanaunganisha na mauti pale. Mitego ya mauti ikanikabili. Hii ni muhimu sana ukafahamu jambo hili, mtu wa Mungu. Unaweza ukafungwa na kamba za kuzimu. Inawezekana hizo kamba zinazokufunga asili yake ni kuzimu. Umefungwa kuzimuni. Unasema unafungwa kuzimu namna gani? Au mtoto wako akaenda kuzimu akapeleka na majina yako, alafu hizo kamba zikakuletea aina fulani ya maisha. Unasema Sale, umejuaje kama haya ni maisha ambayo nayapitia? Kwa sababu yapo kwenye Biblia. Anasema hivi, kamba za kuzimu zilinizunguka na mitego ya mauti. Kumbe hizo kamba zinaruhusu mitego ya mauti ikupate. Inawezekana wengine hapa biashara zenu zimepelekwa kuzimu na watu wanaowazunguka hapo mahali mnafanyia kazi. Na mimi natangaza kwamba hizo kamba leo zikatike kwa damu ya Yesu. Zikatike kwa damu ya Yesu. Zilizofunga, kamba za kuzimu zilizofunga kazi yako na zikaleta mauti kwenye kazi yako. Kamba za kuzimu zilizofunga ndoa yako na zikaleta mauti ya kwenye ndoa yako. Kamba za kuzimu zilizofunga afya yako na zikaleta mauti. Kila siku ni magonjwa. Kamba za kuzimu zilizofunga uzao wako na zikaleta mauti ya tabia njema. Yani watoto wako hawanaga maisha mazuri, tabia mbaya tu kila siku. Hizo kamba zikatike tangia huko kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo. Nasema zikatike kwa damu ya Yesu Kristo. Na hiyo mitego iliyotegwa ili ilete mauti kwenye maisha yako ikuachie kwa jina la Yesu. Kama uzao wako ulikuwa umekamatwa, kama ndoa yako ilikuwa imekamatwa, kama kazi yako ilikuwa imekamatwa, na hiyo mauti iondoke kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Naona watu wa Mungu wakifunguliwa na hizo kamba za kuzimu na mauti ikiachia yenyewe kama maisha yao. Haleluya. Wewe unayenitazama, inawezekana umelia sana kwa sababu ya maisha haya nayoyafundisha hapa. Siku ya leo acha neema Bwana ikufikia hapo ulipo. Neema Mungu ikulokalize. Neema Mungu ikulokalize na kurejesha, kurestore maisha yako ambayo ilikuwa imekamatwa na kamba za kuzimu. Unaelewa, mtu wa Mungu? Soma pia kitabu cha Samueli ya pili. Samueli ya pili sura yake ni ya 36. Samueli ya pili Samueli ya pili 22. Sawa. Samueli ya pili 22 mstari wa 6. Mstari wa 6. Tusome hapo. Samueli ya pili 22 mstari wa 6. Biblia inasema kamba za kuzimu zilinizunguka,
mitego ya mauti ikanikabili. Nazungumza kitu kimoja hapo. Unaona? Nimejaribu kukuonyesha hii. Ngoja nipite kwenye kamba za kufuata. Niko na kuonyesha aina mbalimbali ya kamba za adui ambazo zinafungaga watu. Na hizo kamba zote lazima zikatwe. Ndio maana somo yetu inasema kukata kamba za adui na kufunga kamba za hatima yangu. Kamba za mateso. Kamba za mateso. Unaona, kwenye kamba za mauti inaonyesha kuwa ni nyingi. Kwenye kamba za kuzimu inaonyesha kuwa ni nyingi. Na hapa ni kamba za mateso, nazo ni nyingi. Kitabu cha Ayubu 36. Ayubu 36. Tusome hapo na tusome ule mstari wake ni wa 8. Ayubu 36 mstari wa 8. Anasema hivi: nao wakafungwa kwa pingu, wakitwaliwa kwa kamba za mateso. Wakitwaliwa kwa kamba za mateso, sio kamba ya mateso, ni kamba za mateso. Mateso haya inaweza kuwa ni magonjwa. Mateso haya inaweza kuwa ni ukame. Inaweza kuwa ni kukataliwa. Inaweza kuwa ni kutokuolewa. Inaweza kuwa ni utasa. Inaweza kuwa ni umaskini. Inaweza kuwa ni kutokufanikiwa. Inaweza kuwa ni aina fulani ya mateso. Kwa hiyo anasema walikamatwa kwa kamba za mateso. Haleluya. Okay. Ona kile kitabu cha Kutoka. Ni unakupa mistari ya Mungu, sije ukasema Salia anazungumza vitu vya kwake. Hapana. Kutoka 22:3, 22:5, 22:3, 22:5. Kitabu cha Kutoka 22:3, 22:5. Inasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hii ugonjwa ni aina fulani ya mateso. Kwa hiyo Mungu anaahidi kwa wale wanaomtumikia ya kwamba atawaondolea. Kwa hiyo hayo mateso unayopitia, Mungu akuondolee katika ibada ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Unaelewa, mtu wa Mungu? Kwa hiyo zipo kamba. Ukisoma hata ile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7:15, anaahidi kuondoa magonjwa. Unaelewa, mtu wa Mungu? Hii ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikupe aina nyingine ya kamba. Ni kamba za nira. Kamba za nira. Nikieleza habari za nira, nafikiri unaelewa. Kamba za nira tuisome ndani ya kile kitabu cha Isaya 58. Isaya 58, na tusome ule mstari wake wa 6. Mstari wa 6. Biblia inasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira. Kamba za nira, kuwaacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nira. Mvunje kila nira. Kamba za nira, mvunje kila nira. Nira ni kitu ambacho kinakukokota kwenye wewe hautaki. Unaelewa? Yaani hata kama hungetaka kwenda kule, kwa sababu kuna nira hiyo. Nira hiyo itakuwa inakupeleka kwenye hautaki, hata kama hautaki. Hata kama unakataa, inakupeleka huko. Kwa hiyo ili usiende huko ambako hiyo nira inakupeleka, ni lazima uikate. Unaelewa, mtu wa Mungu? Sikiliza nikuambie kitu muhimu. Kuna binti mmoja alikuwa ananieleza habari za ndoto yake. Akasema, Papa Sale, niliota vibaya. Nikasema, ilikuwaje? Akasema, naota yani kwenye shingo yangu kuna vidudu vingi sana
alafu namuona mtu akiwa anaviondoa hivyo vidudu kwenye shingo yangu, na nilitoka kwenye usingizi na hivyo vidudu bado havijaisha. Unasema Saleh, unataka kutuambia kitu gani? Kwa sababu nira huwa inafungiwaka kwenye shingo, unanielewa? Kwa hiyo huyu mtu alikuwa hajui kwamba kuna nira ya kumletea vitu vibaya kwenye maisha yake, na imefungwa kwenye shingo yake. Kwa hiyo ilibidi Mungu aingilie kati, hata kwa njia ya ndoto, aanze kuondoa hicho kitu kilichofungwa na shingo yake, ili kumletea aina fulani ya maisha asiyoitaka. Sikiliza mtu wa Mungu, nira yoyote iliyofungwa, iliyofungamanishwa na maisha yako, iliyofungamanishwa na hatima yako, na sio ya kusudi la Mungu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, hiyo nira ivunjike kwa upako wa Roho Mtakatifu, ikatike hiyo nira, ikatike kwa jina la Yesu. Unaona, anasema hizo nira lazima zivunjwe. Umeelekezwa kwenye maisha gani? Labda unapambana kiuchumi, lakini nira hiyo inakukokota kwenye umaskini. Inawezekana unapambana ungeolewa, lakini hiyo nira inakukokota usiolewe. Inawezekana unahitaji ungepata watoto, lakini hiyo nira inakukokota kwenye utasa. Inawezekana ungehitaji kuwa mtu fulani, lakini hiyo nira inakukokota. Inawezekana nira za adui zimetawala maisha yako. Leo hizo nira zikatwe kwa upanga wa Roho Mtakatifu, kwa upanga wa Roho Mtakatifu, kwa upanga wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nawe uwe huru na ufanikiwe katika mambo yako yote. Haleluya. Ni nira gani imefungwa juu ya watoto wako? Ni nira gani imefungwa juu ya maisha yako, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la afya? Ni nira ya aina gani? Hizo nira lazima zifanye nini? Zikatwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kamba za nira nazo ni nyingi, zinaweza zikawa nyingi. Kwa hiyo kata nira za umaskini, kata nira za magonjwa, kata nira za kukataliwa, kata nira za kutokuolewa, kata hizo nira za hali fulani ambao unaona, kata kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Hii ni muhimu sana. Acha tupite kwenye kamba, aina nyingine ya kamba za adui ni kamba za ubatili. Kamba za ubatili, Isaya 5 mstari wake wa 18. Isaya 5:18. Isaya 5:18. Biblia inasema nini? Biblia inasema, ole wao wavutao uovu kwa kamba za ubatili, wavutao uovu kwa kamba za ubatili, na dhambi kama kwa kamba za gari. Unaone, kamba za ubatili. Anasema ole wao wavutao uovu. Wewe unanisikiliza baba, mama, eske hauko na vuta uovu kwa kamba za ubatili? Ubatili. Aya. Mungu atusaidie sana, mtu wa Mungu. Nataka nimalizie na hii, labda siku nyingine ndo nitaendelea, lakini acha nikuambie hivi, iko vile kamba za dhambi. Kamba za dhambi. Mezali sura ya 5 mstari wa 22. Mezali sura ya 5 22. Mezali 5:22. Biblia inasema, maovu yake yeye yatampata mzalimu, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Kamba za dhambi. Ziko kamba za dhambi, mtu wa Mungu, mahali ambapo unanisikiliza hapa, inawezekana hata wewe mwenyewe hutaki kufanya dhambi, lakini kamba za dhambi zinakusukuma uendelee kufanya dhambi. Hutaki kufanya uzinzi, hutaki kufanya uasherati, lakini kamba za dhambi zinakusukuma ufanye uasherati, zinakusukuma uibe, zinakusukuma uue, zinakusukuma ufanye kile kitendo ambacho ulikifanya hata wewe wakati hutaki, zinakusukuma katika ulevi, zinakusukuma. Inawezekana hizo kamba zimekuzunguka, mtu wa Mungu,
Nataka siku ya leo kata hizo kamba, kata hizo kamba kwa jina la Yesu. Unaelewa mtu wa Mungu? Hii ni muhimu sana. Usipokuwa makini, unaweza ukatubu hiyo dhambi leo, kesho tena ukairudilia. Unaitubu ile ile kesho kutwa unairudilia. Kwa nini? Ipo kamba ya dhambi, kamba za dhambi. Hapa inaeleza tena kwa wingi, kamba za dhambi. Mtu wa Mungu, ni kitu gani ambacho unafanya na hautaki? Dhambi gani umekuwa ukifanya hutaki? Maisha gani mabaya umekuwa ukifanya hutaki? Kata hiyo kamba. Labda ni ulevi, labda umekuwa na wanawake wengi, labda ni kiburi, labda ni aina fulani ya tabia umeichukia na unaichukia, lakini inakuandama. Kataa, vunja hiyo kamba, vunja hizo kamba zipate kukuachia uhuru. Ulishaka kuona mtu anasema mimi nimeachana na ule mwanaume wa watu, lakini banakuya banamuongelesha tena, anaingia kwenye hiyo dhambi. Anasema nimeacha uasherati kabisa, ametubu kabisa, analia mpaka na machozi. Papa Sale, Mungu anisamehe, Mungu anihurumie, nilikosea. Haki ya Mungu tu, unaona na machozi inavuya, mtu analia. Lakini baada hapo anapigiwa simu, huko wapi? Anaenda kwa miguu yake tena, anaenda kuanguka kwenye hiyo dhambi. Mimi najua na wewe unanisikiliza una hayo maisha, lakini Mungu akuokoe leo. Na leo kata hiyo kamba, kata kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, kata katika jina la Yesu Kristo. Mimi nataka niombe na wewe mtu wa Mungu, mahali pale ambapo upo, mahali upo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania 12:24 ya kwamba damu ya Yesu inanena mema. Inawezekana yapo maneno yamefunga maisha yako. Inawezekana ziko kamba yako matangazo, ziko kamba zimefunga hatima yako. Mimi nataka nikuambie hivi ya kwamba neema ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu, na siku ya leo Mungu akuhudumie. Nataka tuombe mtu wa Mungu. Nataka tuombe dakika chache tu, tuanze kuimba damu ya Yesu inanena mema. Hapo ukiwa unaomba rehema za Mungu, ukiwa unatubu, unamwambia Mungu ni rehemu, Mungu nisamehe. Unajua kabisa maisha yako si mazuri mbele ya Mungu, mwambie Bwana nisamehe, ni rehemu. Patana na Mungu sahihi, patana na Mungu sahihi. Haleluya. Damu yenye nguvu, inanena mema. Damu ya Yesu, inanena mema. Damu yenye ukombozi, inanena mema. Damu ya Yesu, inanena mema. Damu yenye mamlaka yote, inanena mema. Damu ya Yesu, inanena mema. Kweli inanena mema, inanena mema, inanena mema. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu inanena mema. Popote pale ulipo, najua sasa umeanza kujiangalia kwa undani kabisa. Ni vifungo gani kwenye familia yako vinatawala? Ni vifungo gani vimesumbua hatima yako? Tunaenda kuomba Mungu. Na kabla sijaombea maisha yako, nataka niombe na wale ambao wanataka warudi kwa Yesu Kristo, wanataka wampatie Yesu maisha yao, na wale ambao tayari walikuwa wameokoka lakini wakaenda mbali na mapenzi yake na wanaamua leo warudie kwa Yesu. Nataka wewe ndio kwanza nianze kuomba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele yako na nimelisikia neno lako. Siku ya leo ninakataa shetani, ninakataa dhambi, na siku hii ninasema ndio kwako Yesu Kristo. Ninafungua moyo wangu, ingia ndani yangu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ninakupokea kuwa Mwokozi na Bwana na Mwokozi na mtawala na kiongozi wa maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Jina langu lifutwe kwenye kitabu cha hukumu na liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Tangu sasa na hata milele nikutumikie wewe
na kukupendeza wewe peke yako, kwa jina la Yesu Kristo. Kamba za dhambi, kamba za dhambi zikatike sasa kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, karibu sana katika ufalme wa Mungu, na Bwana Yesu akubariki na akutendee mema. Haki zote za wana wa Mungu ni za kwako vile vile, na ahadi zake zitimilike katika maisha yako. Nataka sasa tuende kuomba pamoja na wewe, mtu wa Mungu, ambao unahitaji maisha yako yapate uhuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Weka mkono wako kwenye kifua chako, alafu tuombe maombi haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele yako. Ninaomba neema yako juu yangu. Ninaomba rehema zako juu yangu. Nakuja kama Bartimayo mbele yako. Unirehemu mwana wa Daudi. Unirehemu mwana wa Daudi. Unirehemu mwana wa Daudi. Ninatubu kwa ajili ya uovu wa baba zangu, uliofungua mlango kwa kamba hizi kufunga hatima yangu. Bwana Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye asili ya kuzaliwa kwangu. Ninanyunyiza damu yako Yesu Kristo kwenye asili ya kuzaliwa kwangu. Tangu sasa, laana za kurithi, magonjwa ya kurithi, mateso ya kurithi, vifungo vya kurithi, leo kwa damu ya Yesu Kristo ninakata hivyo vifungo, ninakata hizo kamba, ninakata hizo kamba, kamba za mauti, kamba za mauti, kamba za kuzimu, kamba za mateso, kamba za dhambi, kamba za nira. Kwa damu ya Yesu Kristo ninazikata, 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 ninazikata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndiyo, endelea kukata. Mimi napaza sauti kwa ajili yako. Mungu uliye hai, ninaachilia damu ya Yesu Kristo kwenye maisha ya baba, mama, kaka na dada anayenisikiliza na anayenifuatilia kwenye mtandao. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hayo mateso yaliyoambatana na yeye, hayo mauti yaliyoambatana na maisha yake, hiyo kuzimu iliyoambatana na maisha yake, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, haijalishi anaonewa, haijalishi ni kwa uhalali, ninaipeleka damu ya Yesu kwenye kila kifungo, na hizo kamba za mateso zikatike. Hizo kamba za mateso ya magonjwa, umaskini, kukataliwa, utasa, magonjwa aina yoyote kwenye mwili ipate kuondoka. Neno lako linasema Bwana, kamba, hayo mafundo tuyapasue, na hizo kamba tuzipeleke mbali nasi, tuzitupilie mbali nasi. Kamba za mateso ya umaskini, kamba za kukataliwa, kamba za giza kwenye maisha yetu, kamba za kufukuzwa, kamba za chuki, tunachukiliwa kila mahali. Hizo kamba zikatike leo, na ziende mbali na huyu baba, ziende mbali na huyu dada. Hizo kamba za kuchanganikiwa ziende mbali na yeye. Hizo kamba za utasa ziondoke kabisa, na hayo mafundo yaliyoko kuzimuni, yaliyoko kwenye miamba, yaliyoko kwenye makaburi inaoleta mauti kwenye maisha yake, yaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ninaita baraka zake popote zilipo, ninaita kazi yake popote ilipo, ninaita ndoa yake popote ilifungwa, ninaita uzao wake popote ulifungwa, ninaita hatima yake popote ilifungwa. Kwa jina la Yesu, njoo, 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 njoo. Ile miili ya watakatifu iliyofungwa makaburini na ikawa afya zao zinaharibika kwenye mateso, kukufa hawakufe, lakini magonjwa pia haipone. Mungu uliye hai, jidhihirishe leo kwa damu ya mwana kondoo, jidhihirishe leo kwa damu ya mwana kondoo katika maisha huyu ambaye ananisikiliza, iko kwenye kaza roho. Huyu ananisikiliza, afadhali iko hospitalini, mwingine iko nyumbani, madaktari wamesema asubiri kifo chake hapo. Nafuta hayo maneno ya madaktari, nafuta hayo magonjwa kwenye mwili wake, kwenye damu yake.
katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine Bwana wameteswa na mauti, kazi zao zinakufa, maisha yao hayaendi, wamesumbuliwa na umaskini. Neema yako Bwana katika damu ya Yesu Kristo iende kuwahudumia, wapate kufunguliwa leo, hatima zao zifunguliwe Bwana uliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mtazame huyu anayenifuatilia kwa njia ya mtandao akiwa kazini, huyu anayenifuatilia kwa njia mtandao akiwa nyumbani kwake. Baba, kwa jina la Yesu mhudumie na umweke huru, hizo kamba ziende mbali naye, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Baba, kuna wengine wanatafuta kazi na bado hawajapata, wengine wamesoma sana lakini kazi wanazopata haziendani na masomo yao. Neema yako Bwana katika damu ya mwana kondoo ikawashindie vita zote, hizo kamba zilizofunga maisha yao, haijalishi ziko kijijini, na ipeleka damu ya Yesu Kristo, na upeleka moto ulao, huo moto ukazinyunyize, ukazikate hizo kamba, kama vile Samsoni alivyokuwa na kati hizo kamba za Wafilisti. Walimfunga kwa kamba 7. Sijajua huyu anayenitazama, anayenisikiliza amefungwa kwa kamba zipi na ni ngapi. Mungu liye hai, moto ulao ushuke kukata hizo kamba zilizofunga hatua zake, zilizofunga mikono yake, zilizofunga afya yake, zilizofunga ufahamu wake, kwa damu ya Yesu Kristo, zilizofungwa kwenye vibuyu vya kijijini, zilizofungwa kwenye vibuyu za kwenye madhabahu za miungu ya familia, zipate kuachia leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inawezekana wamezungukwa na watu wenye nia mbaya, wakatengeneza mafundo, wakanyunyiza, wakafunga kwa dhabihu ya sadaka ya watu, damu za watu, wakafunga kwa damu za wanyama. Tunaiachilia sadaka kubwa ambao ni damu ya Yesu Kristo, ni damu ya Yesu Kristo, ni damu ya Yesu Kristo, ikaweke huru maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mimi nafunga kamba ya hatima ya ndoa yake, ninafunga kamba ya hatima ya uchumi wake, ninafunga kamba ya hatima ya baraka zake, ninafunga kamba ya hatima ya uzao wake, ya kwamba wafike kwenye destiny. Hiyo kamba iwakokote kwenye destiny, iwakokote kwenye hatima, iwakokote kwenye baraka, imkokote huyu dada kwenye ndoa, imkokote huyu mama kwenye kupokea uzao wake, kama vile Hana alivyompokea Samueli, katika jina la Yesu Kristo. Wale wasio na kazi waipokee kazi, wale wasio na ndoa wapokee ndoa, wale wasio na afya njema wapokee afya njema, wale wasio na mafanikio yaambatane nao kwenye kila eneo ya maisha yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante Bwana Yesu kwa ajili ya wema wako na fadhili zako katika ibada hii. Sante kwa ufungulifu ambao umetenda kwa ajili yetu. Asante kwa baraka ambazo umetenda kwa ajili yetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mtu wa Mungu, na kuombea baraka ya Mungu, nikupe namba ya simu ni 081 63 95 898 081 63 95 898. Wale ambao wanatufuatilia kwa njia mtandao, mnaweza kuiona hiyo namba ikipita kwenye kioo ya simu yako au kompyuta yako. Unaweza ukaita, hiyo ni namba ya WhatsApp 081 63 95 898, na ni namba pia ya M-Pesa. Ukijisikia kuunganisha maombi yako na sadaka, uko huru kabisa. Namba ya Airtel ni 0982 480 588 0982 480 588. Napumzika kwa dakika moja tu, alafu nitarudi kwanza kupokea apel. Kama una kitu Mungu amekufanyia, na kama unahitaji ya maombi, unaweza pia kunipigia, na Bwana akubariki. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Umesema wewe, jina lako liko niliko, niwe unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu.
Asante sana mtu wa Mungu. Ninaamini kuna kitu Mungu amefanya katika maisha yako, na sasa uko huru kuweza kunisukumia ujumbe wako kwa 081 63 95 898. 081 63 95 898 au 0982 480 588. 0982 480 588. Ndiyo, huyu anasema alo. Halo mtumishi, Ndiyo, nani wetu? mama Sefo kutoka Nyanya. Ndiyo mama, karibu. Nashukuru sana kwa mafundisho yako pastor. Asante. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Mafundisho yanaguzia watoto wangu gisho kwa wasema, basi nilikosa niseme nini. Watoto wangu wiko asumbuka hivi hivi, utazidi kuwaombea sana. Amen, amen. Mungu aendelee kukutia nguvu mtumishi. Asante sana, Mungu wakumbuke watoto wako. Ndio, waendelee kuwaombea sana. Ndiyo, lakini vile a partir ya le 24 mpaka le 31 tutakuwa na maombi ya kilio cha Ana. Pale ndio tutapata nafasi sana kuombea watoto wetu. Nashukuru sana. Ndiyo, ndiyo. Mungu aendelee kukubariki, aendelee kukutia nguvu. Amin, asante. Amen. Amen. Okay. Ndio, ni profite kuambia kwamba le 24 mpaka le 31 août tuko na maombi ya kilio cha Ana. Hakikisha unakaa kwenye ile zamu kuombea uzao. Alo? Halo papa, halo. Ndiyo. Samahani, funga kwanza redio yako. Ndiyo. Bonjour. Bonjour mama. Tuko pamoja hapa kwa mama Clotilde kukinzia. Asante mama. Ndio. Kuna hitaji ya maombi juu mafundisho inaanguka juu yangu kwa upande wa watoto. Ya kufungwa. Ndiyo. Ndio, watoto wanafungwa sana. Vraiment. Hivi kuna hitaji ya maombi. Ndio. Ndio. Asante sana. Ndio, merci. Ndio. Asante. Okay. Alo? 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 Wow. Sawa. Sijui kama mlifata hii mafundisho vizuri. Kuna mahali tulisoma neno la Mungu likasema hivi kwamba kamba zake zilikatika, watoto wakaenda mbali naye. Kwa hiyo hapa ukiombea mtoto utakuwa unakosea sana ndani ya maombi. Kitu cha kufanya ni wewe mama ya mtoto kujiombea ili watoto warudie kwako. Maana ukisema unaombea watoto wakati kamba zako we mama ya watoto au baba ya watoto ndio umekosea, utakuwa unaomba mubaya. Ndio maana Biblia inasema tunaomba hatupokei kwa sababu tunaomba vibaya. Jiombee wewe mwenye kamba zako zimekatika na watoto wakajitenga na wewe. Alafu kamba zako zikifungwa tena, watoto watarudi na kukuunga mkono. Haleluya. Ni muhimu sana sisi tujiombee kwanza wazazi. Halo? Halo. Ndiyo, nani wetu? Hapa ni Rumeri. Ndiyo baba. Samahani, unaweza funga kwanza redio yako? Sababu iko nafanya retour sana. Halo? Ndiyo. Kuniona ni kufika hapa tu ku redio. Ndiyo, ndiyo. Asante. Okay, sawa.
Ndiyo. Huyo anasema bonsoir pastor. Nilifanikiwa katika maombi uliotuombea siku iliyopita. Asante. Mungu akubariki uendelee mbele. Amina. Huyo anashuhudia kwamba maombi ambayo ilipita ilimsaidia sana. Mungu asifiwe, na tunaamini kwamba na hii itakuwa vile msaada kwako. Tuko ku 081 63 95 898 081 63 95 898 au 09 82 480 588. Huyu anasema ubarikiwe sana papa. Asante kwa mafundisho, niko na kufuata kutoka Bunia. Asante, barikiwa sana. Halo. Iko mimi Mama Deborah Kusaru. Mama Deborah, karibu. Nafurahi sana. Mara nyingine tunaombaka mbaya, kumbe hatujui namna tunafungwa na kamba mbalimbali. Leo ile mafundisho inaacha tunavumbua kamba kanyina tufunga. Vraiment. Na mara mingi tunakata lakini hatuzoeshi tena kuifunga. Vraiment. Mungu asifiwe. Mungu akubariki sana. Amina, asante, ubarikiwe pia. Paska tartira ile mafundisho ninashojua kamba nguvu ya watu. Amina, asante. Na ile inabidi kukata kabisa. Amen. Ndiyo. Asante. Halo. Halo, bonsoir. Ndiyo, nani wetu? Ni mimi Tati kutoka Kuchonju. Ndiyo. Nataka mimi asalimia we, maneno yako wewe wanaongea, mimi napenda sana. Asante sana. Ni maneno yangu nitasemea na wewe. Mawazo yangu iko na nini mbaya. Kuwaza tu. Mawazo tu. Asante sana. Anasumbuliwa sana na mawazo na wazaka mbaya. Mungu akufungue kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie kabisa popote pale ulipo. Neema ya Mungu iwe juu yako. Huyo anasema amen mtumishi, kwa neno na maombi. Mungu akulinde sana. Mimi nimefungwa sana, uniombee sana. Ni Naomi kutoka Shari. Kata hizo kamba kwa jina la Yesu zitakatika. Bonjour mtumishi. Mina shukuru sana kwa mafundisho. Wakati ulianja omba nilianja tapika mpaka maombi inaisha. Mungu asifiwe sana. Akufungue na uwe huru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante sana. Mungu akutendee zaidi na akuweke huru yenye ilikuwa nashindikana tangu sasa ianze wezekana. Huyo anasema papa pastor, iko mimi Elena. Ni mimi Elena. Minataka papa ombea mama yangu. Mkono yake inavunjika. Basi Mungu atengeneze mkono yake, amtunze kwa jina la Yesu Kristo. Huyo anasema pastor ni Kisembo kutoka Shari. Ninashukuru sana kwa mahubiri yako. Inabariki sana, usiniache kumaombi. Amina, asante. Mungu akutendee zaidi. Lo. Shalom, haleluya, haleluya. Amina, asante. Nakufuata, niko Mangiva, ndio kufuata yangu ya kazi. Malaki na jikoinside, nilikuwa ndani ya jene ya vendredi. Atukana furahi, basi acha Mungu akubariki. Amina, asante. Sasa nilikuwa na nini yako ya WhatsApp ni numero gani entre hindi? Ya Vodacom. Tutakuwa na mingi ya kudevelop. Acha Mungu abariki basi. Amina. Na programme donc ni chaque vendredi ou bien inajipetibaka selo organisation. Ndio iko chaque vendredi kuanzia 12h30. Antuka si Mungu ndiye alipanga. Mezo si usiku kuanzia 22h tutakuwa na veye. Usiku tutakuwa na veye. Kuanzia 22h. Sawa, merci basi. Asante. Ile vema
nafanyaka na relea batu ya Tanzania. Ndio, ndio. Okay, merci. Asante. Mangiva ni ngambo ya wapi? Ni njia ya Butembo minazani. Akose kupita Komanda kuendea mbele huko. Sawa sawa. Tunazani kule mnatusikiliza vizuri. Mungu awabariki sana. Okay. Halo? Ndio. Niko Mama Sara kutoka Dereni. Mama Sara, karibu. Mimi nataka baombea mkono wangu, miko natumika lakini mapato pana, miko na matrikili iko tu kunyumba. Ombea mapato yangu mwezi ya 8 mimi vile nianjapata sana bendi yangu. Amina, asante, ifanyike hivi kwa jina la Yesu. Ndio. Asante. Amen. Okay. Ndio. Niko naombea zile madiplome zenye zinaikala bila sababu, bila kazi. Hizo diplome zifunguliwe kwa jina la Yesu, zipate kazi kwa jina la Yesu Kristo. Zile madiplome zenye zinaikala zimeanza pata kutu kule kunyumba baridi. Mungu azifungue kwa jina la Yesu. Haijalishi zilifungwa na kamba ya namna gani, mwanze kupata kazi kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kama mlishafanya demand, zianze kukubaliwa kwa jina la Yesu Kristo. Halo? Nashukuru kwa mafundisho mzuri, na ulizo yangu iko maombi ya kilio cha Ana. Itakuwa tu kila mtu atafanya kwa mwingine namna inakuwaka. Ndio, itakuwa hivi. Itakuwa tu kuomba kwa nyumba. Ndio. Asante, merci. Asante. Unajua tuko kwenye kipindi ya ugonjwa wa Ebola, inabidi tufanye tu namna hiyo. Ndio. Lakini vile tutamaliza, yani itakuwa ni mwanzo wa mfululizo ya maombi. Tukimaliza kilio cha Ana, deja kuanzia le premier ya mwezi ya 9 tunaanza tena mara ya programu yetu ya mwezi ya 9. Kwa hiyo kabisa kuanzia le 24 pale deja tutakuwa tulishingia programu. Anza kujitayarisha tena zaidi. Huyo anasema bon après-midi papa. Ni papi wa Aveba. Nahitaji maombi juu ya kazi yangu. Walozi na wachawi wamefunga. Hitaji ya maombi, Mungu afungue kazi yangu. Amina, asante. Tunaamini Mungu amefungua. Halo Papa. Ndio. Hiyo Charlene kutoka Kazunga. Karibu sana Charlene. Nafurahia mahubiri yako sana. Papa, ninapenda uniombee sana. Nimefahamu nyumba Deza nimeshazala. Yaani unashashinya vile dawa mimi. Deza iko kidogo, mimi nasikia tu ndani yangu. Mungu atakubariki, usiogope. Amen. Mungu aivalishe mwili, upokee ujauzito kutoka kwa mume wako kwa jina la Yesu. Yesu alifungue tumbo yako. Amen papa. Amina. Ndio. Asante. Sawa. Amen. Okay, sawa. Ndio, huyu anasemaje? Nabakiza tu dakika chache. Halo? Bonjour. Ni Papa Simwe. Ndio Papa Simwe, karibu. Ndio, nataka maombi kwa ajili ya kazi yangu. Juu kazi inanisumbua sana papa. Kazi yako Mungu aifungue. Sawa, amen. Asante. Ndio. Okay, sawa. Halo? Ndio. Bonjour. Sasa niko na shida jua ya kiuno wangu iko na luma, nishakunya madawa sasa shindika. Nje nikaomba msaada ya maombi kwako. Amina. Mungu atengeneze zile pingili za kwenye kiuno na kiuno akuipokea uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Ndio. Okay, sawa. Okay. Huyo anasema wow. Anasema bonjour papa, ni mama Sara kutoka Rwankole.
Nashukuru Mungu sana, najua ile maombi ni ya kwangu juu ngambo yangu imekatika. Okay. Anasema imekatika. Wow. Kumbe simu yangu ilishajaa, sasa imekatala kazi. Anasema imekatika kwa jina la Yesu Kristo. Nitakuwa kichwa, sitakuwa mkia. Amen. Asante sana. Hii ndio kufunga kamba. Halo. Oui, bonjour pasteur. Bonjour. Mahubiri linanisaidia sana, na mimi naomba unisaidie na maombi juu kazi yangu aendeke mzuri sana. Mungu aifungue kazi yako baba. Ndio. Amen. Okay. Okay, sawa. Watu wa Mungu, dunia hii inatawaliwa na kanuni. Dunia hii inatawaliwa na kanuni, upande wa Mungu au upande wa giza. Ni kanuni zile zile tu. Kwa hiyo unataka kazi yako isifungwe, hakikisha pia 1:10 usikuwe naitumia. Toa 1:10. Wengi wanasemaka kazi zao haziendelei wakati 1:10 pia wanakula. Hakikisha unajitengenezea utaratibu huo, itakuwa baraka sana. Halo. Ndio. Ni mama sana, mimi nataka ongea tena kwa jina mama. Mamangu kukula tena vimba, hata teteka miaka mingi wewe ongea mama. Asante sana. Na mimi nimekateka miaka mingi